Mwanamume mmoja kutoka kabila la Bani Asad anasimulia kisa hiki cha ajabu. Anasema, nilipoteza ngamia wangu nikatoka kuwatafuta hadi nikaingia katika makazi la kabila la Kudaa usiku. Nikakaribishwa kama mgeni katika nyumba ambao macho yangu aliona mwanamke mrembo sana kana kwamba ni jua. Alinikaribisha, akanikalisha karibu na moto. Akanipa chakula kingi huku akizungumza nami. Ghafla walikuja ngamia wengi pamoja na mwanamume mmoja aliyekuwa mbaya sana kwa sura. Mwanamke akamkimbilia akiwa na mtoto aliyekuwa akicheza naye. Yule mwanamume akamchukua mtoto na kumbusu. Nilidhani kwanza kuwa ni mtumwa kwa sababu ubaya wa sura yake. Mpaka alipoketi karibu yangu na yule mwanamke na kumuuliza, "Mgeni ni nani?" Akasema, "Ni mtu wa kabila la Asad." Ndipo nikajua kuwa huyo ni mume wake. Nikashangaa sana tofauti kubwa kati ya uzuri wake na ubaya wa mumewe. Yule mwanaume akatambua mshangao wangu akasema, "Unaonekana kushangaa juu yetu." Nikajibu, "Naam, walahi." Akasema, "Nitakusimulia nilivyomfikia." Simulizi ya mume. Alisema, "Nilikuwa na 7 kati ya ndugu 7. Nilikuwa 7 kati ya ndugu 7. Kila alioniona alidhani mimi ni mtumwa wao. Kwa sababu ya ubaya wangu, walinikalifisha kuchunga na kufanya kazi ngumu. Siku moja ngamia wetu mmoja akapotea. Wakaniambia, 'Nenda mtafute.' Nikasema, 'Hamnitendei haki.' Baba yangu akakasirika akasema, 'Nenda wewe mnyonge, la sivyo nitakupiga vibaya.' Nikaondoka nikiwa na njaa kali na baridi kali. Mpaka jioni nikafika kwa mwanamke mzee mwenye dalili za wema na heshima. Na pembeni yake kulikuwa na msichana huyu ambaye sasa ni mke wangu. Yule mzee akaanza kunitania kwa mzaha akimwambia msichana, 'Je, wakilala watu umruhusu huyu aingie kuzungumza nawe?' Sijawahi kuona mtu mzuri kama huyu." Akiwa ananitania. Baadaye akaja baba msichana na kaka zake 7. Wakalala mbele ya hema. Kwa sababu ya kushiba na kupota joto, nikatamani kuzungumza naye. Nikaingia hemani aliponihisi akasema, "Wewe ni nani?" Nikajibu, "Mimi ni mgeni." Akasema kwa hasira, "Toka hapa. Allah asikubariki wala asikupe asubuhi njema." Nikakimbia kwa hofu. Ndipo mbwa wao akanirukia akaning'ata na kuniuma. Nikajilinda kwa fimbo yangu. Mpaka nguo yangu ikashikamana na mbwa. Tukavutana. Nami nikaanguka ndani ya shimo refu lisilo na maji. Nisiloweza kutoka bila msaada. Msichana akasikia kilichotokea. Akaja kuniangalia ndani ya shimo akasema, "Wallahi ningependa shimo hili liwe kaburi lako la usikuogopa fedheha na aibu." Kisha akanishushia kamba akasema, "Panda." Nilipokaribia kutoka ardhi ikaporomoka chini ya miguu yake na si wote wawili tukaangukia shimoni. Asubuhi watu wa kwao walimkosa. Wakatutafuta wakatukuta ndani ya shimo moja. Baba yake alijua tabia njema binti yake na kwamba hana tuhuma. Lakini watu walikuja na panga na mawe wakitaka kutuua. Baba yake akasema, "Ninamjua binti yangu, hana shaka." Wakatutoa shimoni. Baba yake akaniambia, "Je, una wema wa kukuozesha naye ili kuepuka fedheha?" Nikajibu, "Je, nina nini isipokuwa wema?" Akaniozesha naye kwa mahari ya ngamia 50, mtumwa mwanamke na mtumwa mwanaume. Nikarejea naye kwa baba yangu na ndugu zangu. Wakashangaa sana walichokiona. Na sasa mke wangu yuko hapa anasikia ninachosema na anathibitisha. Mwanaume huyo akanyamaza kidogo kisha akamtizama mke wake. Kwa shukrani akasema, "Kuanzia usiku ule maisha yangu yote yalibadilika. Jana nilikuwa nachunga ngamia wa ndugu zangu. Nadharauliwa na kudharauliwa. Nalala njaa na baridi. Leo nimekuwa mume wa mwanamke kama mwezi. Na mmiliki wa ngamia 50 pamoja na watumwa 2. Je, unajua kilichobadilisha hali yangu? Sio uzuri wangu. Kwa Allah sijazidi chochote isipokuwa ubaya, lakini ilikuwa ni wakati wa kweli wa kadari ya Allah iliyoniangukia." Kisa hiki kimepokelewa katika vyanzo mbalimbali.